unacheza wewe. Mama mkuu wa mkoa, waonyeshe mama unapochezaga. Hebu nisikie kigelegele. Wewe. Nenda hiyo kwa heshima kubwa. Safi kabisa naingia. Mheshimiwa. Hakika wa maji ni kipaumbele katika taifa letu. Na ndio maana katika mwaka huu tunaomaliza wa fedha, wilaya ya Hanang' peke yake imepata zaidi ya bilioni 9.1 katika miradi ya maji. Fedha ambazo zimetusaidia. Na mnajua shida kubwa ambayo ilitupata sisi katika huu mkoa wetu, hasa katika wilaya ya Hanang'. Mji wetu huu ulivurugika wote, huu miundombinu ya maji ni katika ovyo. Lakini serikali imeendelea kufanya kazi kubwa sana, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya ya kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Manyara na wananchi wake na maeneo mengine tunaendelea kuimarika katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Ndugu zangu, niliona si busara mkaona tu magari yamepita, yamerudi, yamekwenda. Jamani, nini mkoa anakagua miradi huko juu bila kuja kuwasalimia? Mkuu wetu wa mkoa, tunaomba tufikishie salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Toka asubuhi umekuwa ukipitia miradi, tumekuwa tukikagua miradi ya shule, miradi ya afya, miradi ya maji, umeme na kadhalika. Hii yote ni kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha, na ndio maana leo una kitu cha kukagua. Jambo la pili, kwa sababu ya muda, mimi kama kiongozi mwakilishi wa wabunge bungeni, kazi yangu ni moja tu, kwenda kupitisha budget ambayo Mheshimiwa Rais tayari ametupitishia ndani ya mkoa wa Manyara zaidi ya bilioni 335.6, lakini ndani ya wilaya Hanang' amepitisha fedha zaidi ya bilioni 62.5. Kazi yangu mimi kama mbunge ambaye ninakwenda kuwakilisha wananchi kule bungeni, ninapofika mwezi wa 6 kupiga kura ya ndio ya kupitisha budget ili fedha hizo zije zikamilishe miradi ambayo leo unaikagua, iliyokamilika na ambayo haijakamilika, ili na kazi iendelee kusonga. Kazi iendelee kusonga. Njoo. Mnafikiri kwa nini tunachagua viongozi? Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tunachagua viongozi ili watutatulie changamoto zetu. Umemaliza Musa, lete baraka. Watusaidie kututatulia changamoto tulizonazo. Kwenye kuchagua viongozi hakujasema kiongozi gani, si ndio? Kwa hiyo kumbe viongozi wetu kuanzia ngazi za vijiji ni viongozi. Kazi yao ni hiyo. Anayefuata wakata, sijui wa tarafa, wa wilaya, wa mkoa, wa taifa. Madamu ni kiongozi, kazi yake ni kutatua changamoto za wananchi wake waliopo kwenye eneo anako waongoza. Inakuwaje kiongozi naye anakuwa na tatizo? Maana mimi nakutegemea ndio kiongozi wangu, na wewe una tatizo. Inakuwaje? Si inakuwa ngumu kidogo? Kimsingi bosi, wewe una changamoto wala una tatizo. Kama una ushauri, tuna vikao, viongozi tuna vikao vyetu ambao tunakaa na serikali, si ndio? Kipindi hiki jamani, kwenye ziara hii, kama unajua wewe ni kiongozi wa ngazi yoyote, nitakapouliza wenye changamoto usije baadaye ukaniona mbaya, maana huu pia mwaka wa uchaguzi. Nitakujibu vibaya bure, afu wananchi wako kesho kutwa watakunyima kula, utasema mkuu wa mkoa ndio aliniua. Kiongozi ni sehemu ya utatuzi wa changamoto. Lakini viongozi tuna vikao vyetu na maeneo yetu ya kupeleka ushauri kama tunadhani vinafaa. Tuna vikao vyetu. Mikutano ya hadhara hii ni mali ya wananchi. Ukisikia tu mimi nimekuja kufanya mkutano, ujue nao wataka ni wananchi wangu. Wapiga kura wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wapiga kura oye! Ndio nao wataka mimi.